الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Watukufu wa Islam, hotuba yetu ya leo tutaangazia formula ya utii. Formula ya utii. Na katika hotuba ya pili tutaiunga hii formula ya utii na Ramadhani. Sasa jamani Waislamu, utii ndio jambo lenyewe. Yaani kama kuna mambo ya kuzingatia basi ni utii. Na tunaona unaanza kutokeza huu utii mwanzo kabisa wakati Allah anaanzisha uumbaji wa awamu ya pili. Maana kuna uumbaji wa awamu ya kwanza na uumbaji wa awamu ya pili, na ya tatu na ya nne na ya tano. Sasa uumbaji wa awamu ya pili ni ule ambao Allah alianzisha kuumba mbingu saba na ardhi kwa kuiamrisha kalamu iandike qadar, taarifa zinazohusu kila kitu kabla ya kukiumba na baada ya kukiumba mpaka kiyama. Sasa katika uumbaji huu Allah ameubainisha katika surati Fussilat na kwenye aya zingine pia. Kule ameleta aya takribani 3-4 zinabainisha ile grand structure ilivyoumbwa ya ulimwengu. Sasa katika aya 11 Allah anasema thumma stawa ila samai, kisha Allah akaistawa katika mbingu. Na hapa imetajwa katika umoja, kwa maana kwamba ilikuwa bado ni moja. Zilikuwa si zile mbingu saba, ilikuwa ni baada ya kutenganisha ardhi na mbingu ambao mwanzo vilikuwa vimeambatana pamoja. Then anasema wahia dukhan, na kipindi hicho mbingu ilikuwa ni moshi, mtungo fulani wa moshi ama mtungo wa gesi. Anasema Tabari katika tafsiri yake, tafsiri ya Tabari. Lakini anasema faqala wahia dukhanu faqala laha walil ardi, akaiambia hiyo mbingu na ardhi kwa pamoja. Hapo ni baada ya kuvitenganisha. Akaviambia tia taw'an au karhan, njooni kwa kutii ama kwa kupenda ama kwa kutopenda. Then akasema qalata ataina ta'in, vyote viwili vikasema tumekuja hali ya kuwa ni watiifu. Kwa tunaona hapa hii formula ya utii inatokeza mwanzo kabisa wa uumbaji wa awamu ya pili ambao ni uumbaji wa mbingu saba na ardhi, ambao lengo la huu uumbaji kwa mujibu wa sura ya 11 aya nambari 7 ni liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, ili Allah atujaribu ni nani miongoni mwetu mwenye matendo mazuri kabisa katika laini yake, katika njia yake. Kwa tunaona hapa formula ya utii inatokeza. Ina maana hapa Allah ameweka formula maalum katika mbingu hii, katika primordial samau, katika hii mbingu ya awali kabisa, na kuna formula hapo Allah ameziweka maalum kwa ajili ya utii na mbingu ikatii. Hiyo ni formula tunaiona hapo inatokeza ya utii. Tazama katika aya nyingine Allah anatubainishia kwamba kila kitu sasa katika huu uumbaji wa mbingu saba na ardhi, kila kitu kinatii hizi formula ambazo ni za utii ambazo ameziweka. Anasema katika sura 30 nambari 26 Allah anasema walahu man fi samawati wal ardi kullun lahu qanitun, kwamba na ni vyake vyote ambavyo vipo katika mbingu saba na ardhi. Anasema kullun lahu qanitun, kila kimoja kwake kinanyenyekea, kinatii. Kwa kila kimoja baada ya kuwa ameviumba sasa, mwanzo wakati anaviita ili avipangilie katika mbingu saba na pangilie katika hii ardhi yetu, maana kuna ardhi moja na mbingu saba, vilitii formula ambazo ameziweka pale. Na baada ya hapo uumbaji ulioendelea, subsequent creation, pia akaviumba kwa formula za utiifu
Ndio maana hapa anatuambia walahu man fi samawati wal ardi, ni vyake vyote ambavyo kwenye mbingu zote saba. Hapo ni baada ya kuzipangilia mbingu saba, ndio akasema kule faqadhahunna sab'a samawati, akazipangilia mbingu saba. Sasa hizi mbingu saba vilivyomo ndani yake zenyewe na vilivyomo ndani yake, wal ardi, na ardhi, na vilivyomo baina yake, baina ya mbingu na ardhi, baina ya mbingu saba na ardhi, anasema kullun lahu qanitun, vyote vinamtii, yani vinatii, vinanyenyekea kwake. Sasa unaweza kuona kwamba huko kwenye mbingu ya chini Allah ameipamba kwa matana, kwa ulinzi, na hii kabainisha kwenye hizi aya za surati Fusilat kuanzia aya 9 mpaka 12. Kule anamalizia anasema wazayyana samaa dunya bimasabiha wa hifdha, akaipamba, yani akakamilisha uumbaji wa mbingu saba kwa kuipamba mbingu ya chini kwa mataa na kwa ulinzi. Masabiha haya ni magalaxies, ni makundi ama mtandao wa nyota. Na mpaka sasa Allah ametuonesha kama alivyotuahidi kwamba nitakaonesheni ishara zangu katika mbingu ya chini. Ametuonesha takribani magalaksi zaidi ya trilioni 2, ambayo haya ni mikusanyiko ama ni mtandao ya nyota, na takribani inakadiriwa kuna makundi ya aina 3 takribani. Kuna makundi madogo ambayo yana nyota takribani bilioni 100, lakini takribani kila nyota ina mfumo wake wa jua, na kuna nyota zingine zina mifumo mingi ya jua. Kuna makundi mengine ya ukubwa wake ni takribani nyota bilioni 100 mpaka bilioni 200, na mengine takribani nyota bilioni 300 kwenda mbele. Sasa kwa idadi inatajwa ni takribani trilioni, ni zaidi ya trilioni 2 kwa haya makundi. Haya ndio ameifanya hii mbingu ya chini. Huo ni wigo tu ambao Allah ametufunulia kidogo sana katika wigo mkubwa ama katika ile grand structure ya the lowest heaven, hii mbingu ya chini, samaa dunia, ambayo ni kitako cha mbingu ya kwanza kwa mujibu wa aya hizo zinazobainisha. Lakini kadhalika baina ya hapo sasa na ardhi hapa katikati, Allah kuna uumbaji wake hapo upo, kuna upepo, kuna mawingu, vyote hivyo Allah ameweka formula za utiifu na vinatii. Kwa formula zile vinatii. Ndio utaona upepo Allah anataja katika aya nyingine kule tasrifu riyah, yani unasafiri toka mashariki magharibi, magharibi mashariki, unabeba mawingu mazito na kuyasukumia sehemu ambayo ina ardhi zilizokufa. Na mawingu pia yamewekewa formula maalum, yanatii. Lakini utaona hata katika uso wa ardhi hapa, mimea hii tunayoiona mpaka hivi tunavyoiona ipo mpaka sasa, maana yake inatii formula ambazo Allah ameziweka pale. Na tunaziona hizo formula, Allah anatuonesha katika biolojia, tunaona hizo ni formula ambazo zipo maalum kabisa kwa ajili ya kusapoti mtihani wetu sisi. Kwa na miti inatii formula mbalimbali ambazo Allah ameziweka ndani yake na ndani ya ardhi. Lakini kadhalika hata ardhi yenyewe inatii formula ambazo Allah ameziweka ndani yake kwa ajili ya kusapoti mtihani wetu. Kumbuka tumesema kwamba mbingu saba na ardhi zimeumbwa kwa ajili ya kututahini sisi. Yani just imagine, maumbile yote haya ambayo tunabainisha haya, magalaksi yote haya mengi ni kwa ajili yetu sisi. Na yote haya yapo kwa ajili ya kusapoti sisi kuwepo hapa. Kwa hiyo na ardhi pia inatii. Ndio Allah nyingine kwenye surati Hajj anasema maji yakiteremka katika ardhi, ihtazat wa rabat, unaiona ardhi inatutumka. Yani kuna formula pale zinatokeza pale za utiifu kwenye ardhi baada ya mvua kuwa imeteremka. Hiyo ni maalum kabisa kwa ajili ya kuotesha mimea na mazao kwa ajili ya chakula chetu. Lakini kadhalika utaona wadudu nao wanatii formula mbalimbali ambazo Allah amewawekea. Ndio utaona hata wakitembea wanaenda katika plani ambayo ni setup fulani ambayo inaonekana kabisa hii ni setup. Sio jambo ambalo ni la kwamba wanajiamulia tu wapite huko wapite kule, wanapita kwa formula. Wanazaliana kwa formula. Wanazaana kwa formula, wanaamiliana kwa formula, na wana specialization of labor. Kuna formula pale wanazitii wadudu. Lakini kadhalika samaki katika bahari na viumbe wengine baharini wanatii zile formula. Ndio utamuona samaki anaogelea tena wakati mwingine umbali mrefu sana, lakini kuna formula pale kawekewa, anatii. Lakini kadhalika ndege utaona katika anga nao pia wanatii. Ndio utamuona ndege anaganda hivi katika anga
pale kuna formula Allah ameziweka katika anga ambazo huyu ndege anatii kwa zile formula ambazo Allah ameziweka pale. Yote hayo ni kwa ajili ya kusapoti mtihani wetu. Kuna vidubini hivi ni kama bakteria, fangasi, viruses, chembe zingine ndogo ndogo zaidi kama prions. Hizi ni chembe ambazo zinapatikana katika mwili wa mwanadamu na zinaweza zikiwepo katika mwili wa mwanadamu, maana yake ni very harmful, zinaweza kusababisha hata uharibifu wa neurons za ubongo. Lakini nazo pia zina formula yake ya utiifu, tunaziona. Allah ametuonesha ishara zake kama alivyotuahidi kwamba nitakuonesheni, na akasema kwamba fataarifunaha, na mtazijua. Yani Allah ametugarantii kwamba yote aliyobainisha kwenye Qur'an katika yale ambayo amekadiria tuyafahamu, ameahidi atatuonesha. Anatuonesha wapi? Mashuleni, vioni na katika uzoefu wa maisha. Anatuonesha ishara zake ambazo tayari kaziweka ndani ya Qur'ani na Sunna. Tazama hapa na mwanadamu pia amewekewa formula za utii. Na hapa narejea kwenye aya ya 3 katika surati Al-Insan. Hii sura 76, Allah anasema inna hadainahu sabila, hakika yeye Allah ametuongoa sisi wanadamu katika njia mbili, imma shakiran, ama tushukuru, tumshukuru, tumtii, wa imma kafuran, na ama tumasi, yani tusimtii. Hii unaona ni kama aya fulani imekuja, unaona kama ni aya fulani kama ya kawaida, yani kama ni maneno fulani Allah anatuambia tu kwamba either mkiamua nitiini ama msinitii. Hii aya ni basically ni aya ya kimaumbile, kama ambavyo zilivyo aya zote za Qur'ani, msingi wake ni wa kimaumbile. Na ndio maana tunaweza tukayaona maumbile kwenye aya za kisheria, kwenye aya za kiuchumi, kwenye aya za mambo mengine ya mirathi na kadhalika. Tunayaona maumbile pale yanatokeza, yani baseline yake inakuwa ni maumbile. Tazama hii aya, Allah anatubainishia mifumo ambayo ameiweka, viungo na mifumo ambayo ameiweka ndani ya mwili wa mwanadamu. Mifumo hii inamwezesha huyu mwanadamu kuamua afanye nini, aache nini. Moja katika mifumo, tuna mfumo tunauita mfumo wa neva za fahamu. Huu mfumo umegawanyika sehemu mbili, kuna voluntary na involuntary. Kuna mfumo wa neva za fahamu wa hiari na kuna mfumo ambao sio wa hiari. Yani huu mfumo ambao sio wa hiari wenyewe unakukomandi wewe utii hata bila hiari yako. Mathalani habari ya usingizi, ukipenda usipende utalala, kwa sababu kuna involuntary mechanism ambayo inatokeza katika mwili wako inakutaka ulale na utalala. Lakini kuna involuntary nervous system, voluntary nervous system ambao ni mfumo wa neva ambao wenyewe sasa unakupa wewe mwanya wa kuamua ama kutoamua, kufanya ama kutofanya, kuamini ama kutoamini, kusikiliza ama kutosikiliza na kadhalika. Sasa sisi formula yetu ya utiifu imekuwa tofauti kidogo na formula za utiifu za viumbe wengine, kwa sababu wao wamekuwa fixed katika kufuata zile formula. Sisi tumepewa mwanya wa kuamua kufuata ama kutofuata kwa mujibu wa misingi ya kimaumbile ambayo Allah ametuumbia. Kukatuumba katika mtego fulani, yani miili yetu imekaa kama kuna switch, kuna button ambazo unaweza ukaswitch on na ukaswitch off. Sasa unaweza kuona kwamba katika Qur'ani sura 24 aya nambari 53 Allah pia anatubainishia nini maana ya utii. Katika aya hii nikienda haraka anasema utii ni kule kuti yale matendo yetu ambayo ni katika laini yake. Mtu akiyafanya matendo hayo, basi huyu anakuwa ni mtiifu kwake. Hiyo ni tafsiri imekuja katika aya hiyo. Lakini kadhalika Qur'ani 4 aya nambari 59 haraka Allah katoa pale ngazi za utii. Anataka aanze kutiiwa yeye, alafu afuatie na mtume wetu Muhammad sallallahu afatiwe katika utiifu ambao una silsila yake inatokea kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini kadhalika wafatiwe kutiiwa viongozi ambao tumewachagua katika misingi tuliyoiweka kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Na hapa unaweza kuona kwamba hii ndio formula ambayo Allah anaitumia kucommunicate na wanadamu, na ndio anaitumia kucommunicate na viumbe mbalimbali. Hizi alam tunaposema hapa alhamdulillah rabbil alamin, hizi alam ziko nyingi, na Allah ana communicate na hizi alam kwa ujumla wao kupitia viongozi. Wakati Mtume salama yupo, communication ya Allah na sisi kupitia Mtume sallam. Ameondoka, kuna makhalifa na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Hapo unaibuka umuhimu wa kumchagua kiongozi ambaye yupo na connection nzuri na Allah tabarak wa taala.
ama akichaguliwa kiongozi ambaye hana connection nzuri na Allah, kutakuwa kuna shida katika hiyo timu, kwa sababu Allah anafanya kazi na timu. Wewe ukijidisconnect na timu, mambo mengi katika rehema za Allah yatakupita. Allah anamwaga rehema zake katika timu. Ndio akatusisitiza kwamba tuwe katika timu, wala tusiikhtilafiane tukawa makundi yamejiisolate. Tuwe katika timu, kwa sababu anafanya kazi na timu na ana communicate na timu. Hata katika mwili wa mwanadamu utaona kwamba Allah ana communicate, si kwamba ana communicate na kila kiungo. Hapana, Allah ana communicate na kiongozi wa mifumo takriban ya mwili wa mwanadamu ipo takriban 11 yenye viungo takriban 78. Lakini katika viungo vyote hivi 78 ambao Allah ameviconnect katika mtandao mmoja wa mifumo takriban 11, kuna kiongozi mmoja ambaye hata Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtaja katika hadithi ya Nu'man bin Bashir ambayo ni mutafaqun alayhi, al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim. Kiungo hiki ni moyo. Allah ana communicate na mwanadamu kupitia moyo wake. Na ndio hapa alipoweka hotspot ya mawasiliano baina ya roho na kiwiliwili, hapa kwenye moyo. Kwa hiyo tunaweza kuona hapa umuhimu wa utiifu katika hutuba yetu ya kwanza, na katika hutuba ya pili tutaona muunganiko ama tutaona uhusiano wa utii pamoja na Ramadhani ambayo tunaimalizia baada siku 2-3 hapa tuimalizie. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah alazim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waislamu, baada ya kuona namna ambavyo Allah alivyoseti formula hizi za utiifu na akazieneza katika uumbaji wake wote, na ikatubainikia kwamba utiifu ndio jambo lenyewe, sasa tutazame utiifu na Ramadhani, ambao sasa leo hii tunaimaliza hii Ramadhani. Miongoni mwetu bado takriban siku 3, miongoni mwetu bado takriban siku 2. Sasa Ramadhani makusudio yake mwanzo kabisa, hapo wakati Ramadhani inaanza tulitumia tangazo ile la Ramadhani kwenye ile package ya Ramadhani kwenye Surah Bakara kule. Kuna package imekuja takriban aya 5, ni package nzima ya Ramadhani iko pale, na utasoma hadithi, utaona hadithi zinaunga uso kwa uso na zile aya. Katika aya ya kwanza anasema Allah, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, mmeandikiwa. Na tukasema hii kuandikiwa inarejea kwenye Lauhul Mahfudh. Allah aliandika kule Ramadhani kwamba hii Ramadhani ni msaada kwa umma wangu, kwa waja wangu ambao wataniamini katika umma wa mwisho. Akaiandika kule mapema kabisa. Sasa hii Ramadhani imekuja kama msaada. Msaada wa nini? Anasema kama kutiba alladhina min qablikum, kama alivyoandikieni waliopita kabla yenu, la'allakum tattaqun, pate kuwa wacha Mungu. Sasa kwa sababu ni msaada kwetu, ndio utaona hata waumini waliopita aliwaandikia kufunga kama msaada kwao. Na hii pia inatuonyesha kwamba hili ni jambo la kimaumbile, ndio maana likawaenea waumini wote. Lakini pia tazama, ni ofa tumepewa sisi tu waumini. Wale ambao hawajamwamini Allah wamenyimwa. Lakini sisi tumepewa kama msaada. Msaada wa nini? Msaada wa kutujengea uwezo wa kutii. Ndio hii la'allakum tattaqun, mpate kuwa wacha Mungu, mpate kuwa wacha Mungu, mpate kuwa watiifu. Nyuma ya ucha Mungu, kwa sababu ucha Mungu ni matendo ambayo yana direction mbili, ambayo yana pande mbili. Upande wa kwanza ni kutii ama ni kutenda yale ambayo Allah ameelekeza tuyatende na mtume wake Muhammad sallallahu. Upande wa pili ni kuepuka yale ambayo Allah hajaelekeza. Huu ndio ucha Mungu. Mtu awe na capacity, awe na uwezo wa pande mbili, uwezo wa kutenda katika laini ya Allah na uwezo wa kuepuka laini isiyokuwa ya Allah. Kwa hiyo ucha Mungu ni capacity, ni uwezo, na unatakiwa kujengwa. Kwa Allah katuletea msaada wa Ramadhani kutujengea huu uwezo wa kutii. Kwa sababu nyuma ya huu cha Mungu tunaosema, nyuma ya haya matendo katika laini ya Allah na kuepuka laini isiyokuwa Allah, nyuma yake kuna utii. Kwa uwezo wa utii unajengwa katika Ramadhani. Qur'ani aya pili, sura ya pili aya nambari 185,
katika package hiyo hiyo ya Ramadhani. Allah atubainishia hii aya ikisomwa sambamba na aya nyingine katika surati Yunus aya nambari 57. Allah atubainishia kwamba Ramadhani ndio Qur'ani ndio zana Ramadhani. Ili upate huo uwezo ambao tumeusema, hiyo capacity, lazima utumie Qur'ani. Usipotumia Qur'ani, hii capacity upati. Kwa nini? Hizi aya zimebainisha kwamba Qur'ani inachotufanyia sisi na Ramadhani, kwanza inaondoa kikwazo namba 1 ambacho kinatuzuia sisi kutii. Kikwazo gani? Tuliyoyakusanya katika nyoyo zetu kupitia masikio na macho na midomo yetu na matendo yetu katika miezi iliyopita. Yote tuliyokusanya ni taarifa za kiumeme ambazo zinatumwa kwenye moyo, na zikitumwa kwenye moyo maana yake zitakwenda kuleta athari mpaka kwenye roho. Kwa hiyo tumeingiza katika nyoyo zetu miezi iliyopita taarifa nyingi sana ambazo ziungi katika laini ya Allah. Kwa hivyo tumepunguza nishati ya roho, na kwa mantiki hiyo tumepunguza capacity yetu ya utiifu. Kwa Allah anatuletea msaada. Kwa kwanza Qur'ani itoe hicho kikwazo. Vikwazo hivi vinatokaje? Kuna junctions kwenye seli za moyo, kuna makutano, kuna maunganiko pale. Unaposoma Qur'ani inakwenda katika mataarifa, itakwenda kuunga kwenye taarifa ambazo zimetangulia, ambazo ndio hizo. Kwa sababu Qur'ani ni tibyana likulli shay'in, imebainisha kila kitu. Hata msongo wako wa mawazo ambao unao, ambao umeujenga kwa mikono yako mwenyewe katika miezi iliyopita, utapata clarification humo. Mambo ya negativity ambao watu wanayo, uvivu, uzembe, ni taarifa zote hizo zipo kwenye moyo, zitapata clarification kule, na hicho kikwazo kitakuwa kinaondolewa kidogo kidogo mpaka kufika siku ya 29 mpaka 30, kikwazo hicho kimeondoka. Kama kweli ni mwenye kusoma Qur'ani kwa mujibu wa baseline za usomaji wake, kama ambao Mtume sallallahu alikuwa anaisoma usiku alafu mchana ama kesho yake anaifanyia kazi. Leo hii tumegeuka, tunasoma mchana hatufanyii kazi, na hata usiku tukisoma mchana wake hatufanyii kazi. Hakuna ucha Mungu utakuja kama Qur'ani inasomwa bila kufanywa kazi. Hamna hiyo ucha Mungu, kwa sababu formula utakuwa umeitengua. Lakini kadhalika Qur'ani sasa baada ya kutoa hicho kikwazo namba 1, na hiki ni kikwazo ambacho kimetajwa kule kwenye sura 13 aya nambari 11, inna Allaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Allah habadilishi mambo yaliyopo kwa watu. Mathalan, kwa mfano sisi kwetu hapa Mungu, Allah hawezi kutubadilishia Mungu yetu hii ikawa kama vyo vikubwa duniani kule, kama sisi wenyewe hatujaamua kubadilisha yaliyomo ndani ya nafsi zetu, ambazo ndio hizi taarifa. Vurugu zote hizi, mambo yote ambayo yanatukwaza, unakuta mambo, angalia kama saa hizi pale hakuna hata choo cha msikiti, hakuna. Ili tuweze kujenga choo cha msikiti kwa mujibu wa Qur'an, tusafishe yaliyomo kwenye nyoyo zetu. Unaweza kuona kwamba hakuna uhusiano, lakini kuna linki ya karibu sana. Kwa kila beria katika maisha yetu, source yake ni tuliyoyaingiza. Sasa Allah anatuletea Ramadhani kama msaada wa kuyatoa hayo, ama ya kuwa clarify hayo, ama ya kuyajibia. Maana kuna mtu anaingia kwenye Ramadhani ana maswali mengi katika maisha yake ambayo hayajibiki, ambayo yanamrudisha nyuma katika juhudi zake. Sasa Qur'ani inakuja kujibu yale maswali katika nyoyo. Unawezaje kujibiwa maswali yako ambayo ni beria katika maisha yako kama Qur'ani unaisoma kwa kupurura puru? Haitowezekana. Sasa kadhalika, kwa misingi gani sasa how Qur'ani inaweza kufikisha huko? How Ramadhani inakufikisha huko? Kuna misingi mitatu ya Ramadhani ambayo tumekuwa tukiisema hapa tangu Ramadhani inaanza. Na hii misingi tunaitohoa kutoka kwenye hadithi mbalimbali, hususan hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu ya Imam Muslim, ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man swama ramadhana imanan wa ihtisaban khufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atakayefunga Ramadhani ilhali katika moyo wake kuna imani, lakini pia kuna matarajio, kuna matumaini ya kulipwa na Allah, ya kukutana na Allah, amlipe kwa ile utiifu wake wa kufunga, Allah atamfutia madhambi yaliyotangulia. Hapa tunatohoa formula mbili za kimaumbile. Moja ni formula ya imani, kama ndio benchmark, ndio baseline. Mtu anatakiwa kuwa na imani kwenye Ramadhani. Na ndio maana Qur'ani ikawa ni zana ya Ramadhani, kwa sababu Qur'ani ndio mama wa kujenga imani. Kwa unaposoma Qur'ani kwa kuielewa, utakuwa na ile baa yako ya imani inapanda siku baada ya siku.
yani kuanzia day 1 Ramadhani 1 mpaka Ramadhani 29 30, baa yako ya imani iko full kwa makadirio ya Allah aliyoweka. Kama kweli utakuwa ni mwenye juhudi ya kuifanyia kazi Qur'ani kwa kuisoma na kuielewa. Sio kusoma tu, hiyo level ya chini kabisa ambayo haitoshi kukupa nishati wewe ya kukutransform. Yani haikupi ile ubur, tunasema. Ubur ni ile kuhamishwa kiutambuzi na kihisia mpaka ukajikuta sasa unatamani hata upambane na watu ambao wanampinga Allah hata bila utaratibu. Yani kuna ile unakuwa na ile ibra inakuwa paka unakuwa kama vile ni mihemko fulani. Ile mihemko asili yake sasa inatokana na mazingatio ambayo yanafungukia kwenye ibra. Sasa kama unasoma Qur'an paka kwenye level hiyo, hauwezi ukasafishwa na hauwezi kujenga tabia za kichamungu na hauwezi kubomoa tabia ambazo si za kichamungu, haiwezekani. Tazama hapa, tumeona msingi wa kwanza ni imani. Huu msingi ukiwepo kwenye moyo wako unazalisha msingi mwingine ambao tunaita matumaini ama matarajio. Haya ni mambo ya maumbile. Na tafiti katika tiba zinaonyesha watu wenye imani, bila kujali ni imani aina gani, ukiwa na imani labda ya kuabudu ndama, imani labda ya kuabudu mwanadamu mwenzako, imani ya kuabudu moto na kadhalika, imradi tu imani, wana baa kubwa, baa zao ni kubwa sana za matumaini. Yani kwa maana kwamba ile score yao ya matumaini ni kubwa zaidi ikilinganishwa na mtu ambaye hana imani. Tazama hadithi ilivyokuja, man sama Ramadhana imanan, akiwa na iman wahtisaban. Hii matarajio imekuja mara ya pili, imeanza iman kama foundation. Hii inapokuwa inajaa, matarajio yako yanapanda. Alafu vyote hivi viwili vinafungukia kwenye juhudi. Na kuna hadithi nyingine ya mama yetu Aisha radhiallahu anha, Mtume salama alikuwa ikifika Ramadhani anaiongeza juhudi yake. Ina maana imani yake kwa inapanda, matarajio yake yanapanda na juhudi yake inapanda. Na inapanda zaidi katika 10 la mwisho. Bahati mbaya leo hii wengi katika sisi 10 la mwisho nishati imekata. Juzi ilikuwa pale Kamel na pale Bumarodi na Kingo pale. 10 la mwisho imekata nishati, watu hakuna msikitini. Wakati tunaanza 10 la kwanza watu wamejaa. Na wakati ule nikatoa darasa moja, nikatengeneza grafu fulani zinazoonyesha trend ya kupanda kwa imani na matarajio katika Ramadhani. Katika 10 la kwanza, la pili, na nikawaambia watu, jamani, 10 la mwisho grafu yake ni hii. Inatakiwa ipande imani na matarajio yapande to this extent. Mara sawa, tumeelewa, sawa. 10 la pili wanapungua, 10 la tatu wameisha kabisa, mabaki wawili watatu. Ni ishara mbaya katika system za miili yetu. Kana kwamba yani Qur'ani haijatu transform. Ina maana kuna sehemu tumepindua formula. Kuna sehemu tumekosea formula za usomaji wa Qur'ani, tumekosea formula za ufungaji wa Ramadhani. Tazama sasa, ina maana imani yako ikiwa juu, matarajio yako yanakuwa juu na juhudi yako inakuwa juu. Lakini kadhalika kama juhudi yako iko juu, basi uwezo wako kujenga tabia katika laini ya Allah unakuwa mkubwa, na uwezo wako kubomoa tabia katika laini isiyokuwa Allah unakuwa mkubwa. Na katika yote hayo unapokuwa unayafanya hayo, kujenga tabia, kubomoa tabia, Allah anakulipa thawabu, at the same time anakujibia dua zako. Na formula hii ni kwamba probability ama uwezekano wa kujibiwa dua yako unaongezeka kadiri imani yako inazidi kuwa kubwa, kadiri matarajio yako yanazidi kuwa makubwa, na kadiri juhudi yako inazidi kuwa kubwa. Ile uwezekano wa dua zako kujibiwa unazidi kuwa mkubwa kufuata hiyo trendi. Lakini kadhalika kiwango cha thawabu ambacho unalipwa kitazidi kuwa kikubwa ama kitakuwa kinapanda kadiri imani yako inazidi kuwa inapopanda, kadiri matarajio yako yanapopanda, na kadiri juhudi yako inapopanda, basi thawabu zako zinazidi kupanda. Kwa ukipangua hii formula hapa kwenye imani, kukaa kuna shida fulani, manake kuna haribu juhudi. Kukiharibu juhudi, kuna haribu pia uwezo wa kujenga tabia katika laini ya Allah. Kukiharibu huo uwezo, kuna haribu pia uwezo wa kubomoa tabia katika laini isiyokuwa ya Allah. Na kadhalika kuna punguza thawabu zako, kuna punguza possibility yako ama uwezekano wa kujibiwa dua zako. Ndio ikaja condition kule, falyastajibu li waliu'minu bi, kwamba hawa wananiita mimi, wana shida na mimi naona kwamba wana shida, wamefunga mchana kutwa, wanawaza, wananifikiria mimi, wananiconnect mimi na matatizo yao na shida zao, dhiki zao, matumaini yao. Waambie falyastajibu li. Anaambiwa Mtume salama atuambie sisi kwamba ili mtu Allah tabaraka wa taala atujibie dua zetu, malalamiko yetu, mashtaka yetu, matarajio yetu,
Allah anamwambia Mtume salama, falyastajibu li, waniitikie. Nini maana kumuitikia? Ni juhudi, waliuminu bi, na waniamini kama nitawalipa, kama nitawafutia dhambi zao na kadhalika. Kwa bila juhudi, kwa formula hii ina maana kwamba possibility hata ya dua kujibiwa ni ndogo. Mtu mwingine hiyo anatukadiri kisimama tu pale, zaidi ya miaka 83 tayari nimepata. Kumbuka Allah anapima, wa ahsa kulla shay'in adada. Allah anapima kila kitu. Sasa wewe vizia ile ya tulkadiri afu ndo amke. Alafu dhani kama utafanana na mtu ambaye kaamka kuanzia Ramadhani 1 mpaka Ramadhani ya mwisho. Si tunaelewana mashekhe? Nadhani tunaelewana. Kwa hivyo unaweza kuona kwamba ni tunamaliza Ramadhani, tunaenda nje ya Ramadhani. Nini cha kufanya? Cha kufanya ni kwamba kuendeleza ule utii tuliokuwa nao katika Ramadhani. Kuendeleza ule utii ambao kwa idhini ya Allah tumeujenga ndani ya Ramadhani kwa formula hizi ambazo tumezibainisha hapa. Kitu ambacho mtu tunatakiwa kuwa very makini ni kuendeleza ule utii. Isije sasa baada ya Ramadhani basi ule utii wote tumeweka pembeni. Kwenye kila aspect ya maisha yetu kulikuwa kuna baseline ya utii tunayo ndani ya Ramadhani. Kwa ni kuendeleza huo utii. Na ikiwa baada ya Ramadhani utii wewe huna, ina maana ni kwamba uliharibu formula hizi ambazo tumezibainisha hapa. Formula ulipindua formula. Kwa hivyo Waislamu, makusudio ya hotuba hii ni hapa mwisho kwamba utii tulioujenga kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala kwenye Ramadhani hii tuuendeleze huko, tusiuache. Tukiuacha tunapangua formula za kimaumbile, kwa utarudi kule tulikotoka, kwa sababu mwili wa mwanadamu Allah ameuumba, ameuseti kimtihani. Yani ni uko tenge fulani hivi. Ukiwa na juhudi fulani, alafu ya juhudi ukaiacha, mwili unarudi nyuma. Ndio Mtume sana akabainisha katika hadithi kwamba matendo ambayo Allah anayapenda ni yale ambayo yana consistency. Nini maana consistency? Consistency maana yake ni kwamba katika level ya kimaumbile, yani matendo ambayo yanadumu ndiyo yanayojenga tabia. Kama yasipodumu yanaporomosha tabia, na ndio utaona muktadha wa hadithi hii. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma anil khulafai rashidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Allahumma ihdina siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus salam.